Jina langu ni Meshak Emmanuel, mkazi wa wilaya ya Arumeru. Ni mkazi wa eneo hili, lakini pia hapa nilikosimama mimi nilikuwa miongoni mwa wapangaji waliopangisha kwenye eneo hili, na sio mimi peke yangu, tulikuwa ni kama umoja wa vijana, kama kikundi kwa lengo la kujikwamua kimaisha na kutoa elimu kwa vijana wenzetu. Nyuma yangu hii ilikuwa ni ofisi, ilikuwa ni store kubwa kabisa ambapo ilikuwa imejaa vyombo vya muziki. Ilikuwa ina double bass kubwa kabisa 2, ina single bass 6, ina midi 6, ina monitor 8. Ilikuwa ni ofisi kubwa. Kule ndani kulikuwa na ofisi ambayo ina kompyuta 8 na vitu vingine vingi vya thamani kule ndani. Lakini kule nyuma kulikuwa na ofisi ambayo ni store, ilikuwa ina viti, ina meza. Haya ni magari yetu. Tazama jinsi walivyoyachoma. Hawa ni watu wanaosema ni wazalendo. Wazalendo kabisa. Hili ni gari langu wamelichoma. Hili gari wamelichoma, angalia. Wamechoma kabisa. Lilikuwa ni zima, tumelipaki kwa ajili ya kuendelea na majukumu. Haya magari mara zote tumekuwa tukitumia kutekeleza kazi zetu, beba vyombo vya muziki, kubeba viti, vifaa vile vya huduma tunazotoa kwenye ofisi yetu. Lakini vile vile tumekuwa tukihusika kwa asilimia kubwa sana kupita kuwasaidia vijana kwa kutoa elimu. Magari haya wameyachoma, ijapokuwa kama ni miongoni mwetu, sitegemei kama wangeachoma hata haya ambayo yamekuwa yakiwasaidia wao wenyewe kila siku kwenye jamii yetu. Lakini sio haya tu, mpaka gari tulikuwa tumepaki kule nyuma wamelichoma. Tazama hawa vijana walivyo wakatili. Tazama ukatili wa namna hii. Alafu ninyi mnauita huu ukatili maandamano. Hili ni gari, lilikuwa ni gari aina ya Corolla. Halikuwa na kasoro wala upungufu wowote. Tarehe 29 nimeliwasha, nimeendesha, nimekuja nimelipaki huku nyuma. Wakalichoma, wakamaliza, wakaligeuza, wakafungua kila kitu walichoona wanaweza kukifungua, wakaondoka navyo. Huu ni ukatili wa hali ya juu. Sijawahi kuona ukatili kama huu. Tarehe 29 ni tarehe ambayo haitaweza kusahaulika kabisa kwenye maisha yangu. Kwa kweli mkiniambia ni maandamano, na kataa kabisa. Hakuna maandamano yaliyobeba ajenda ya namna hiyo. Maandamano ya kuhatarisha maisha ya watu, ya kuharibu mali. Hao waandamanaji siwezi kusema ni wazalendo hata kidogo. Hakuna uzalendo unaomsukuma mtu kuiharibu nchi yake mwenyewe. Wameharibu sio nchi yetu, wameharibu kila kitu. Lugha walioitumia kwamba hawana cha kupoteza, maana yake hawaogopi hata kuipoteza Tanzania. Tunavyoongea sasa hii vijana